Nitumie nafasi hii kuomba sana sisi ambao tumepata kazi. Nimeambiwa asilimia zaidi ya 96 ni wafanyakazi, kwa maana ya Watanzania. Sisi ambao tumepata kazi, naomba tufanye kazi kwa umakini, kwa uadilifu, lakini tufuate maelekezo ya waajiri wetu, ili badala ya kupungua wapate nafasi ya kufanya mradi mwingine, Wazanzibari tupate nafasi nyingine. Haya yote yasingefikiwa kama si ukombozi wa mwaka 1964. Mapinduzi haya tunayoyazungumza leo, ambayo mzee Abeid Amani Karume pamoja na wenzake waliamua kufanya mapinduzi kwa ajili ya kutukomboa Wazanzibari. Faida ya mapinduzi tunaendelea kuiona leo. Kama ingelikuwa hatuko huru, tusingeweza kusimama hapa na Wazanzibari wakaweza kuwa na vitu vizuri kama hivi. Lakini uhuru huu ndio unatusababisha tuweze kufanya mambo makubwa, lakini tuweze kuongoza sisi wenyewe. Uwekezaji kila siku una faida nyingi sana, na nchi yoyote ambayo imejikita kwenye uwekezaji, hiyo nchi inakuwa ni nchi ya mafanikio. Nasi Zanzibar, suala zima la uwekezaji limetusaidia kwa asilimia kubwa. Nimeona pale ZIPA wameeleza zaidi ya miradi 550 imeshasajiliwa, watu wanaendelea kuwekeza. Kwa kweli hii ni historia ndani ya Zanzibar. Hongereni sana kwa kazi nzuri. ZIPA mmefanya kazi kubwa sana. Na sisi tunasema tutaweka mazingira rafiki, tutaendelea kuweka mazingira rafiki kuhakikisha wawekezaji wetu wanapata kila wanalostahiki ili waweze kuwekeza kwa karibu zaidi. Tunaiona miradi mingi, iwe ya utalii kwa maana ya mahoteli na vitu vingine, lakini mahospitali. Sasa hivi miradi ambayo tumejipanga kama ZIPA, kama wizara, tupindukie miradi 150 kwa mwaka. Hii haijawahi kutokezea. Na mimi nitoe ahadi kama waziri, tutahakikisha lengo hilo tutalifikia inavyotakiwa. Lakini pia ni kuahidi kwamba wizara itaendelea kuchapa kazi kwa ufanisi unaotakiwa na kwa muda unaotakiwa. Hili ni jambo ambalo kwa kweli ninalisisitiza, na mimi nitoe wito kwa wafanyakazi wote wa serikali wakiwemo wa wizara yangu, tubadilike, tuwe tunachapa kazi, kwa sababu nchi hii inatutegemea sisi kuleta hayo maendeleo yenyewe. Kulikuwa na suala hapa lilileta mheshimiwa mwakilishi naibu waziri, linalohusiana na corporate social responsibility. Nimesema bora nilisemee hili kwa sababu tayari nimeshatajwa katika ile sheria ya ZIPA, lakini haijatoa miongozo yake. Kwa hiyo tunachokitaka kukifanya sasa hivi, tutatengeneza kanuni, regulations, ambazo hazitochukua muda mrefu, ili sasa kuweza kuwadhibiti hawa wawekezaji, kuhakikisha wanatoa mchango mkubwa kwa jamii ambazo zinazunguka pale, ikiwemo masuala ya maji, iwe suala la mashule, iwe suala kujenga misikiti, barabara hizi ndogo ndogo, usafishaji wa mazingira. Hayo ni mambo ambayo yataainishwa ndani ya zile kanuni za corporate socialism. A hotel of its own kind. We thank the authorities for allowing us to invest $22 million in the construction of this hotel. And we are grateful to you for featuring Mate Moyo Attitude as a reference of investment at the end of this year, 2025. Mate Moyo Attitude hotel concept is a result of an inspiration from Zanzibar, Zanzibar colors, Zanzibar cultures. Mate Moyo Attitude is a 4-star plus hotel with 74 villas, private pools, adults only, and a no TV concept. This hotel has 3 bars, 2 restaurants, a bulk shop,
and a spa. We have recruited for the hotel 200 family members. I mean, team members. We call our team members family members. With only 7 expatriates in the team. Therefore, we are 4% expats and 96% of local recruitment, which is equal to 193 family members recruited here.